moja kwa kunaendelea ile kama semina ile ya nani ya waamuzi kwa ajili ya mashindano ya CHAN. Kwa hiyo unaweza kuona kwa hapa waamuzi ambao wanategemewa Rajiga, Komba hawapo hapo kwenye semina. Kwa hiyo inawezekana wamegeuka nyuma huko. Wakaona sasa hapa tunafanyaje. Na hii mechi unajua ina nani nyingi sana, habari nyingi nyuma ya mechi. Kwa hiyo kwa kutoa hizo mazungumzo baada ya mechi wameona kwanza hebu tulete waamuzi ambao kwanza watakuwa sio familia. Kwa hiyo badala ya watu kujadili tu mechi yenyewe, mjadala unaweza ukaanzia kwa waamuzi. Kwa hiyo sasa hizi tension ya watu iko kwa waamuzi sasa, na imeleta relief kidogo kwa watu kwamba walau sasa hivi kuna hawa sasa hapa mechi itapigwa. Unajua kisaikolojia pia wametengeneza mjadala mwingine chanya kuliko mjadala hasi kuendea mchezo huu. Lakini mimi ninachokiona ni hali mbaya ya waamuzi ambao hapa kwetu ipo. Na mimi kwa nani kwamba ilikuwa inategemewa Rajiga atasimama. Na akisaidiwa na Komba na wengine. Lakini sasa kama ile cream ambayo inaaminiwa haipo, wameona wasije wakazua mjadala. Yaani sasa hizi kaanza kuongelewa hasi zaidi kwenye mchezo na sasa hivi ukiangalia toka jana mkazuzu mjadala ni waamuzi kutoka nje. Na kwamba bana sasa nguvu zake akashinda. Kwa picha kubwa Edgar ni sehemu ya hatua ya mpira wetu. Unaweza kusema hivi kwa sababu duniani kote sio jambo geni, hasa barani Afrika, kwa maana ya waamuzi kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kuchezesha. Na jana tulikuwa tuna mjadala huu kwenye Sports Extra kwamba wanakotoka waamuzi nchini Misri nao dabi yao wao wanasema waamuzi watoke nje ya Misri. Kwa maana ya kuleta fair na usawa ndani ya uwanja. Kwa mimi sijashtuka sana, zaidi nimechukulia katika hali chanya zaidi kwamba hadhi ya mechi ya Simba na Yanga ni kubwa. Kwa kuna wakati kutwist kwamba waje waamuzi kutoka nje pasipo kuangalia anazungumzwa vipi, kwamba labda wa kwetu wameshindwa, hawafai, sababu wimbo wa waamuzi kwetu umekuwa muda mrefu. So kilio cha Simba na Yanga imekuwa ni story ya mwanzo wa msimu mpaka hivi sasa. Ndio anakatoa pia mfano jana kwamba wanakuja madaktari hapa wa macho kutoka nje wa kliniki za macho. Sio kwamba tuna madaktari ambao wanaweza katibu macho wazawa, lakini wanatoka wengine Finland, Ghana, Marekani. Kubadilishana uzoefu katika namna chanya zaidi. Kwangu mimi focus ibakie kwa timu zote kujiandaa. Hii ya waamuzi kutoka nje isitwendoe katika mjadala wa kwamba ni mechi ambayo ina taswira ya kinchi, ni mechi ambayo inahitaji kuamua bingwa, sababu nimemsikia jana Boimanda kombe itakuwa uwanjani. Kombe itakuwa uwanjani. Kwa hiyo nafikiri kwangu mimi focus itakuwa hapo, nani anaenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu kwa msimu 24-25. Na labda yamekuwa maswali au mjadala ni kwa sababu ya aina ya mchezo huu pamoja na misukosuko iliyopitia. Ndio maana ametengeneza maswali. Ingekuwa tu ni kawaida ratiba imepangwa alafu wakasema na waamuzi wanatoka nje, kusinge kuwepo na mijadala hii. Inawezekana pia, inawezekana pressure ilikuwepo, mechi imeahirishwa mara mbili. Na mimi nafikiri TFF ni wapongeza katika hili kwa maana ya kuwaleta waamuzi kutoka nje. Kwa sababu angetajwa mwamuzi yote wa ndani mjadala kama amesema Kiemba, kwa huyu bana, huyu vipi, huyu sio nini. Kwa sasa hivi wengi nafikiri wameenda zaidi kwenye mechi kwamba Fadlu anaingiaje. Yaani kiangalia mimi nilikuwa napitia social media hapa, Simba anakomesha vipi kufungwa mfululizo na Yanga. Kwa hiyo kiangalia inaanza kukoma ile ya uamuzi kwamba sio yupo Smarty au Mwinchui au Arajiga, zaidi focus imehamia ndani ya uwanja. Ndicho ambacho binafsi kama mpenzi na muumini wa mpira wa miguu nategemea zaidi kwamba tujadili kile ambacho Fadlu pamoja na kocha wa Yanga Miludi wanaenda kufanya nini katika mechi ya kesho. Sawa, tuna nafasi ya kujadili wanafanya nini uwanjani katika hiyo mechi ya hapo kesho, lakini cha kuwakumbusha kutoka kwangu ni kwamba hata waamuzi pia ni binadamu. Hata kwa waamuzi pia mkazuzu si wanaliwa ahli wanagoma, wanataka na wenyewe wanje. Kwa hiyo nao pia ni binadamu. Kwa hiyo wanaweza pia yakatokea makosa ya kibinadamu. Kwa hiyo tusije tukaona sasa kama vile wanakuja kuchezesha maroboti kwamba
ni uhakika. Kuna mtu alikuwa anauliza VAR ipo? VAR sisi haipo. Hata kanuni zetu bwana ni rasmi sasa. Dabi ya Kariakoo inaenda kuamuliwa na waamuzi kutoka nje ya Tanzania, kwa maana ya waamuzi kutoka kule nchini Misri. Ni waamuzi ambao wanachezesha ligi kuu ya pale nchini Misri, na hii pia imetokana na baadhi ya matukio ambayo yamekuwa yakifanywa na waamuzi wetu hapa nchini Tanzania. Kwa hiyo TFF wameona kuondoa lawama ni kuleta marefari kutoka nje ya Tanzania, kwa sababu waamuzi ambao walikuwa wakichezesha walikuwa wanaonekana kama vile wanaegemea upande mmoja. Tunakumbuka mchezo wa raundi ya kwanza ambapo Wekundu wa Msimbazi Simba alikuwa nyumbani. Ni mchezo ambao ulichezeshwa na referee Ramadhani Kayoko ambaye alionekana kuiua Wekundu wa Msimbazi Simba kulingana pia na mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo. Kwa hiyo TFF wamepokea malalamiko na tayari wamekwisha kuteua ama kutoa ile orodha ya marefari ambao watausimamia mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini kuna kitu kimoja ambacho ningependa nishie na wewe mtazamaji wa Mlacha Media. Licha ya kuletwa marefari wa nje, lakini pia tunatakiwa tufahamu kwamba hawa pia na wenyewe ni binadamu. Vile vile pia na wenyewe wanaweza wakafanya makosa yale ya kibinadamu, tunaweza tukaita hivyo. Tunajua pia waamuzi hawa ambao wanakuja kuchezesha mchezo huu wa dabi ya Kariakoo ndo waamuzi hawa ambao pia inapofika suala la Al Ahly na Zamalek wanaletwa waamuzi ambao wanatoka nje ya Misri, kwa maana ya waamuzi ambao wanatoka Ulaya. Kwa hiyo unaona namna gani pia na wenyewe kwa upande wa ligi yao pia kwa namna moja ama nyingine wanakuwa hawaaminiki na vilabu vikubwa vya pale nchini Misri, kutokana pia na makosa ya kibinadamu ambayo muda mwingine huwa yanatokea. Kwa hiyo ni kusitue mpenzi na mshabiki either wa klabu ya Young Africans ama Wekundu wa Msimbazi Simba, unachotakiwa ni kujua kwamba hawa pia ni binadamu. Ndio maana wazungu walileta VAR, kwa maana ya video assistance referee, kuhakikisha basi waamuzi wanakuwa wanapata msaada pale ambapo kuna tukio linakuwa linaleta mkanganyiko. Kwa hiyo unatakiwa kufahamu hicho tu, isije katokea kwenye mchezo mwamuzi ameweza kufunika tuta alafu wewe kwa upande wako unaona maybe sio tuta au goli limepigwa yeye akasema offside. Kwa namna moja ama nyingine unatakiwa kufahamu pia hawa ni binadamu. Unatakiwa uache mpira uweze kuzungumza, na dakika 90 ndizo ambazo zitaweza kutupa kile ambacho kitaweza kutokea kwenye mchezo huo wa dabi ya Kariakoo. Hizi ni jitihada za bodi ya ligi pamoja na TFF kuona ni namna gani basi wanaondoa zile kelele za kusema kwamba timu hii inapendelewa na timu hii imeonea. Tuone mambo yatakavyokuwa, lakini kwa msingi kwa wale ambao wanaendelea kuifuatilia Mlacha Media, kama bado hujasubscribe bado una nafasi ya kusubscribe. Pia ni rahisi tu, upande wa kulia hapo kuna maandishi ya leo mtabonyeza tu moja kwa moja na kufuatilia kujua ya michezo. Kama kawaida kazi yetu ni moja tu, kuhakikisha zile taarifa zote za michezo ambazo tunatoka kuendelea kujua tunatokana kuletea hapa na